Kundi moja linalohusiana na vuguvugu la demokrasia barani Afrika la Linda Mwananchi na linaloundwa na wanasiasa kutoka chama cha ODM nchini Kenya limemkosoa vikali Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto kuhusu mpango wake wa kulihutubia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania siku ya Jumanne Mei 5 mwaka huu wa 2026. Kundi hilo linasema kuwa ziara hiyo ina hatari ya kuifanya Kenya ionekane kama inaunga mkono kile kundi hilo walichokiita kama mchakato wa kidemokrasia wenye matatizo nchini Tanzania. Katika taarifa yake kwa vyombo vya habari, kundi hilo lilihoji muda wa ziara ya Rais Ruto ikizingatiwa sintofahamu inayoendelea kuhusu mazingira ya kisiasa ya Tanzania na namna viongozi wa upinzani wanavyochukuliwa. Kwa kulihutubia bunge la Tanzania, Rais Ruto anajaribu kuweka muhuri wa uhalali wa Kenya kwa utawala wa Tanzania na mchakato wa uchaguzi wenye walakini. Taarifa hiyo ilisema, nami nimefanya kunukuu. Kundi hilo linalohusishwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna pamoja na wabunge kadhaa wa upinzani lilisisitiza kuwa Kenya inapaswa kusimama kidete kwenye misingi ya kidemokrasia na kuepuka vitendo vinavyoweza kutafsiriwa kama kuunga mkono uchaguzi wenye utata katika kanda ya Afrika Mashariki. Taarifa hiyo iligusia hasa kuzuiliwa kwa kiongozi wa upinzani wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu na madai ya ukandamizaji wa wakosoaji wa serikali. Katika mazingira kama haya, hotuba ya hadhi ya juu ya rais ina hatari ya kutafsiriwa kama uidhinishaji wa michakato yenye utata na ni hatua inayokengeuka kutoka kwenye ahadi ya muda mrefu ya Kenya kuhusu tunu za kidemokrasia. Pia hatujasahau kuwa ilikuwa ndani ya bunge la Tanzania ambapo wanaharakati wa Kenya waliofanyiwa ukatili nchini Tanzania walidhihakiwa mara kwa mara, ilisema sehemu ya taarifa hiyo, nami nimefanya tu kunukuu. Rais wa Kenya William Samoei Ruto aliwasili Dar es Salaam siku ya Jumatatu kwa ziara rasmi ya kiserikali na alitarajiwa kulihutubia bunge la Tanzania siku ya Jumanne Mei 5 asubuhi mjini Dodoma na amefanya hivyo. Kwa mujibu wa maafisa wa serikali ya Kenya, hotuba hiyo ni kujikita katika kuimarisha ushirikiano, biashara na uhusiano wa kikanda kati ya Kenya na Tanzania. Rais wa Kenya William Samoei Ruto Mei 5 mwaka huu wa 2026 amefanikiwa kutua katika viunga vya bunge ndani ya ukumbi wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na amelihutubia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akisisitiza umuhimu wa ushirikiano wa kiuchumi na kuunganisha nguvu katika kupambana na changamoto zinazozikabili nchi zote mbili. Rais huyo wa Kenya amesisitiza kuwa Kenya na Tanzania hazigombani bali zinakabiliwa na changamoto zinazofanana ambazo zinachelewesha ustawi wa wananchi wake. Miongoni hii ni sehemu ama kipande cha miongoni mwa maneno ambayo ameyazungumza katika hotuba yake nzito na maridadi kabisa aliyoitoa ndani ya ukumbi wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuko na maadui wengi, ndugu wa Tanzania, ndugu wa Kenya, tuko na maadui wengi. Maadui wetu sio wa Kenya, maadui wetu sio wa Tanzania. Maadui wetu ni ukosefu wa kazi na umaskini. Wacha nirudie, ndugu wa Tanzania, wa Kenya wenzangu, maadui wetu sio wa Tanzania ama wa Kenya. Maadui wetu ni kukosa ajira, umaskini na kukosa maendeleo, amesema Rais wa Kenya William Samoei Ruto. Mwisho kabisa,
kubwa zaidi ambalo rais wa Jamhuri ya Kenya alilokuwa akilionyesha ni msisitizo alilokuwa akilionyesha akiwa ndani ya ukumbi wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni msisitizo juu ya mshikamano wa mataifa yote mawili na watu wake, yani Tanzania na Kenya. Hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari, nasi tumeiandaa na tunaisogeza kwako ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, ili kusudi uweze kujua na upate kufahamu ni kipi kinachoendelea kwa sasa ndani ya ardhi ya Afrika Mashariki. Tumepata nafasi ya kutazama kile ambacho kundi linalohusiana na vuguvugu la demokrasia barani Afrika linalofahamika kwa jina la Linda Mwananchi, linalodaiwa kuundwa na mwanasiasa kutoka chama cha ODM nchini Kenya, wamezungumza masuala kadha wa kadha kuhusiana na ujio wa rais wa jamhuri hiyo ya Kenya William Ruto nchini Tanzania na kuhutubia. Wao wamezungumza na wametoa maoni yao kwa upande wao, nami nimefanya kunukuu miongoni mwa yale ambayo wameyazungumza, lakini pia nimekusogezea ama nimekuunganishia na baadhi ya maneno ambayo yamepatikana katika hotuba ya rais wa Kenya ndani ya bunge la Tanzania. Kuhusiana na habari hii, wewe ni upi mtazamo wako na ni yapi maoni yako? Share mtazamo wako na maoni yako nasi hapo chini kwenye upande wa comment. Hii hapa ni Habari Kiganjani. Endelea kukaa karibu nasi kwa habari zaidi, lakini pia hakikisha kwamba una subscribe ili kujihakikishia kutokupitwa na habari pamoja na matukio mbalimbali pindi yanapokuwa yamejiri ama yametokea. Asante na tukutane tena wakati mwingine.